Mchezo wa Young Africa dhidi ya Fountain Gate. Ushindi wa alama 3, mabao 4 kwa Yanga. Kwako ni mchezo wa namna gani ulivyotazama? Ulikuwa ni mchezo mzuri hasa kipindi cha pili. Cha kwanza Fountain walikuwa wamelemewa sana, lakini pia makosa ya goalkeeper kwenye yale magoli mawili ya mwanzo imewagharimu zaidi Fountain Gate. Kama wangeenda sare kwenye kipindi cha kwanza, pengine kipindi cha pili tungeshuhudia mchezo tofauti zaidi. Lakini kwa sababu tayari walishapoteza kwa magoli mawili kipindi cha kwanza, kipindi cha pili bado wakaendelea kupambana. Sababu ziliwasaidia, walifanya vizuri, lakini uwezo wa mchezaji mmoja mmoja wa Yanga uliwazidi zaidi na kujikuta wanafungwa magoli mengine 4. Lakini imekuwa ni msimu mbaya sana kwa Fountain wanapokutana na Yanga. Unajua kwenye msimu mmoja kufungwa magoli 9 kwenye mechi mbili ni magoli mengi sana. Na sijajua kwa nini inaonekana kama na bahati nao mbaya, kwa sababu mechi ya KMC nilitangaza mimi, wanafungwa 5 na huku tena huwa itokei mara nyingi hata kwenye upangaji wetu wa ratiba, sijui imekuaje. Lakini msimu huu mimi nimetangaza mechi chache kwa sababu nilipata matatizo kidogo ya ajali. Lakini naona kama inajirudia. Nimetangaza hiyo, nimetangaza mechi ya Kagera na Yanga pamoja na Yanga Kagera. Kwa hiyo imejirudia, lakini kwa kweli mchezo ulikuwa mzuri hasa kipindi cha pili. Mambo yalichangamka yakawa mazuri zaidi. Mistake ni yale magoli ya mwanzo, ambao mistakes zinatokea kwenye mpira, goalkeeper amekosea mara 2, ile itosha kabisa kuondoa wao mchezoni. Kiwango cha wachezaji wa Young Africa kwako leo umekitazamaje? Na tumeona Clement Mzize ameongeza idadi ya magoli. Tuliona mbio za baadhi ya wale ambao wanakimbizana nao katika kiatu cha ufungaji bora mwishoni mwa msimu. Magoli 13 mpaka sasa hivi. Kwako pengine unamwonaje mwishoni mwa msimu? Bado, kwa sababu mtu alikuwa amewazidi pale alikuwa ni mwenzake, kwa maana ya Dube pamoja na Chazi hawa. Sasa uzuri wa Chazi ana mechi nyingi zaidi kuliko Mzize zilizobaki za ligi kuu. Kwa hiyo Mzize kidogo anatakiwa ongeza speed, kwa sababu watu ambao uko nao pale juu, mmoja unacheza naye, mwingine ana mechi nyingi kushinda wewe. Lakini bado Mzize anastahili pongezi sana msimu huu. Haijalishi nani atakuwa top scorer wa ligi. Unajua Mzize msimu wa kwanza alifunga magoli 5 aliposajiliwa Yanga, na Mayele yupo hiyo ujue. Msimu wa pili kafunga magoli 7 ambao Aziz Ki anakuwa top scorer. Msimu huu ana 13. Kwa kama unachora graph na ni mtu kidogo wa hesabu na nini, unaelewa kwamba ni mtu anaelekea wapi. Yaani 5, 7, sasa hivi 13 na bado mkono umeshika kalamu, maana msimu haujaisha. Inaweza ikaongezeka kwenda juu zaidi. Kwa hiyo ni mara chache sana kuona vijana wanaochipukia alafu wakawa na hiyo consistency. Yaani kila msimu wanakuwa bora kuliko msimu uliopita. Kwa hiyo kwa Mzize kwangu mimi huu ni moja kati ya msimu mzuri sana kwa haijalishi mwishoni kiatu kitaenda kwa nani, lakini ni moja kati ya msimu mzuri, kwa sababu unajua bado goli moja adabu magoli aliyofunga msimu uliopita. Akifunga 14 tu anakuwa amedabu yale 7 ya msimu wa mwaka jana, na ameendelea kufanya vizuri. Kwa hiyo ni kiwango kizuri kinachonifurahisha, kwa sababu ni mchezaji pia Mtanzania, kwamba unaona hapa shughuli ipo. Kwa hiyo unapambana huku na Mzimbabwe, huku na Ivory Coast, sijui yani kwa hiyo unaona kwa ni kitu ambacho kwa kweli waza anatutoa kimasomaso kama Watanzania, kwamba striker Tanzania wapo wa kufunga. Sawa, lakini Yanga kama wana taswira za ubingwa, wenyewe wanakuambia wanachohitaji ni kushinda mechi zao zote, amwangalie nani ambaye anakuja nyuma yao. Kwako wewe pengine kwa namna ambavyo mwenendo wao ulivyo inakupa picha hiyo? Sasa unajua Yanga amechukua ile kombe mara 3 mfululizo. Ndio anaongoza ligi. Sasa ukisema uwaoni kama wanachukua ubingwa kidogo unaweza kawa sio tu kujicheka. Yaani utakuwa labda sijui una matatizo ya namna gani, kwa sababu hata kichaa hawezi kukubali kuondoa Yanga kwenye ubingwa, kwa sababu wote kwenye ile ligi wakicheza mechi wakalingana na Yanga bado Yanga ataongoza. Yaani wote wakicheza na wakashinda bado Yanga atakuwa anaongoza. Yaani watu wakitai michezo Yanga bado ataendelea kuongoza kwa alama moja kama wao wote michezo yao watashinda. Kwa automatically huwezi kumuondoa kwenye ubingwa. Afu idadi ya michezo iliyobaki ni michache sana, ni michezo 4 nadhani imebaki. 4 tu imebaki ambao watimize. Mchezo wa 26 kwa Yanga kwa bado michezo 4. Mchezo wa 26 bado michezo 3 wanasema. Huo wa 4 wao wameukataa. Sasa hilo kidogo mimi najiweka pembeni. Mimi nabaki na idadi kwamba ligi michezo 30. Ndio. Kwa hiyo wenyewe wanacheza michezo 26. Kwa hiyo mimi nahesabu kwamba bado 4. Mengine mpaka atakapotolewa maamuzi na wenye mamlaka. Unaiona ligi ikienda kutamatika kwa michezo 29 upande wa Young Africa? Kwa mwenendo huo sasa hivi. Napitia kanuni sioni. Sioni kama mechi zitaisha 29. Hakuna kifungu kinachosema hivyo. Inabidi kidogo, unajua uzuri wa kanuni zetu za ligi zinaruhusu kukopa. Yani iko wazi kama unaona
kanuni zako hazitoshelezi unaenda CAF. Okay. Unaenda za CAF, kama hazitoshelezi unaenda za FIFA. Ndio uzuri wa mpira. Kwa kama kifunguku hakuna kule kipo tutaona, lakini mimi binafsi nitafurahi mechi ikichezwa. Sawa bwana, mimi na swali moja la mwisho. Yanga washaanza kumtoa MVP wao wa msimu. Michezo imechezwa mingi sana, michezo michache sana ambayo imesalia. Kwako pengine tayari una mtu ambaye umemwona bora zaidi msimu huu toka kuanza mpaka sasa hivi? Kwa Yanga au kwa ligi? Kwa ligi nzima. Kwako ukipewa nafasi kumpendekeza nani awe mchezaji bora wa msimu? Wako wengi, wako karibu 10. 10? Teue mmoja katika 10. Siwezi kumteua kwa sababu hawachezi nafasi moja. 2 katika 10? Bado ni wachache. Nani na nani ambayo yupo wa juu kwako? Sasa wako 10 wako wamelingana. Sasa kuwataja kidogo kwa sababu bado kwa bahati mbaya sana mimi niko kwenye kamati ya tuzo. Okay. Kwa siwezi hawezi kutoa za ndani. Za ndani kwa sababu haijakaa, hamna kikao kilichokaa kuamua. Kwa hakuna siri yoyote, lakini mimi nimechuja kwangu nimepata kama 10. Sasa kwa sababu ni mjumbe mimi nitawakilisha kwenye kamati. Maamuzi yatakotoka ndo hayo. Lakini siwezi kutaja kwa majina kwa sababu ya hiyo. Ningekuwa sipo ningependekeza, ningesema bana mimi nadhani fulani wanafaa katika hawa 10, akitoka yoyote hapa anafaa. Kumtaja mmoja si kweli kwa sababu unaweza kukuta kuna mtu kafunga magoli mengi, mwingine katoa assist nyingi, mwingine ana clean sheet nyingi. Sasa yani kwa mfano clean sheet na ufungaji unawapambanishaje? Kwa sababu nafasi na nini, kwa hiyo kumteua mmoja huwa ni ngumu. Ambao wameshakaga kwenye kamati za kuteua mshindi wa kitu chochote wanaelewa ugumu wake. Huwa shughuli haiwi nyepesi. Sawa, shukrani sana. Asante sana.